Mbunge mtarajiwa mwaka 2027 eneo bunge la Nyali, kaunti ya Mombasa, ambao wengi wanapiga gumzo kuwa ndiye mbunge mtakiwa Nyali, Abdulswamad Ali maarufu amekuwa na programu spesheli Ramadhani kwa jina Fungua Mwadhini na ambayo lengo limekuwa kutembelea wakazi wa Nyali wakipata fursa ya kufungua mwadhini na mbunge wao mtakiwa. Abdulswamad Ali, ambaye lengo lake kuu ni kuboresha maendeleo Nyali, alijumuika na vijana wa Ziwa la Ng'ombe, eneo lililo vitongojini mwa Nyali, Mombasa, ikiwa ni kwa hafla ya kufungua nao mwadhini. Leo tumekuwa na bahati ya kuweza kufungua mwadhini na ndugu zetu hapa karibu na nyumba ya kansela Kalume hapa Ziwa la Ng'ombe, na tumefurahi sana kujumuika na kuweza kufungua mwadhini pamoja. Hii ni katika ile program yetu ambayo tulikuwa tumetangaza hapo awali, ambayo tunasema ni Fungua Mwadhini na ambayo tutakuwa tunatembea sehemu kadhaa hapa na pale kuweza kujumuika na kuja pamoja kama Waislamu na kuweza kupata manufaa ya siku hii tukufu ya mwezi wa mtukufu wa Ramadhani. Na tumefurahi sana kwamba tumekuwa pamoja na tumeleta ile umoja na undugu na ushirikiano katika wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo ni kuomba kwamba tuendelee na moyo huo wa kuweza kuja pamoja, kushirikiana, kutembeleana na kujuliana hali ili tuweze kukuza imani zetu katika dini ya Kiislamu. Aidha, ametoa nasaha yake mwezi huu wa Ramadhani, akiahidi kutembelea wadi zote 5 za eneo bunge la Nyali kama programu yake ya kufungua mwadhini. Program tumeanza mwanzo wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, na leo tuko hapa na tumetembea sehemu kadhaa, lakini bado tunaenda sehemu zingine katika wadi zote 5 za Nyali. Kuna sehemu ambazo tunaenda specific kama area za Bakarani, tutaenda kama ile area ya Marianist, tutaenda sehemu za Kongoya, tunaenda sehemu za Mkomani, tunaenda ili kuweza kujumuika na ndugu zetu wote ambao wamefunga na tuweze kuja pamoja katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo ni program ambayo tunaendelea nayo. Tulianza nayo mwaka jana, huu ni mwaka wa pili. Kwa hivyo tunasema hii ni Fungua Mwadhini na hii ni season 2. Kwa sababu mwaka jana ilikuwa season 1, hii ni season 2. Na inshallah Mwenyezi Mungu akipenda tutazidi kila mwaka tutakuwa tukiendelea tu hivi. Vijana aliojumuika nao Ziwa la Ng'ombe Nyali walitoa shukrani zao kwa Abdulswamad Ali, wakifichua kuwa wametengwa kwa muda mrefu, wakitangaza kwamba ukombozi wa kisiasa kupitia umefika kwa wakati. Ni mtu wetu na kiongozi anayetaka uongozi, amekuja mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunashukuru Mungu kwa kutufungulisha mwadhini. Mwenyezi Mungu amzidishie na atujenge imani kwa wale Waislamu na wale ambao si Waislamu, sote binadamu tushirikiane na yeye bega kwa bega. Na Mwenyezi Mungu na Ramadhani awasamee pia wale wote walienda mbele za haki, awafungulie miangaza huko aliko na awasamee, na sisi tuzidi kuombea. Tunamshukuru sana huyu mheshimiwa kwa kuja leo kutufungulisha mwadhini katika maskani yetu Wazazi Sako, na Mwenyezi Mungu amjalie kila akikaa tufikirie na aweze kumpatia uwepo mkubwa sana, na amjalie kila analolitaka alikubalie na Ramadhani. Kwa majina naitwa Mohamed Matano Ali Kori. Mimi ni mkazi wa Ziwa la Ng'ombe na pia ni former youth president. Leo nimeshukuru sana ama tumefurahi sana kuujiwa Abdulswamad na programu yake ya Fungua Mwadhini na Tumefurahi sana, watu wamekuja kwa wingi na tunaomba pia iende kuendelea kwa hivi. Maanake watu wamekuwa kwa wingi, tumefurahi, watu wamejaa hapa, vijana wengi wamekuwa, na tunaomba kuwa kama kuna uwezo aweze kutembelea zaidi na tutakusikiza. Na kama alivyosema, huu mwezi ni mwezi mtukufu, mwezi wa toba, mwezi wa kuombeana mazuri, mwezi wa kufanya mambo mazuri ili tuweze Mwenyezi Mungu kutusamehe. Na tunafurahi sana kwa sababu ni kama support moja hiyo. Kwa sababu tukitoka hapa sasa hivi watu wanaenda misikitini, watu wanaenda kuswali, watu wanaenda kuomba kutoba, na tumefurahi sana na vijana wengi wamefurahi, na natumaini ikiendelea zaidi vijana wengi watazidi kuja, na ili ilete Uislamu pamoja, ilete vijana pamoja, na najua sasa hivi atakiondoka hapa sasa hivi itakuwa ameacha ile undugu mwema, watu watakuwa pamoja. Tunashukuru sana Mwenyezi Mungu amekuleta, tumepata futari, tumepata kinywa, na Mwenyezi Mungu akujalie unayoyataka yatimie. Jonathan Mwanzia nikiripotia Al Shifaa TV kutoka Mombasa.